Sawa, tulifika huku tukiwa na lengo la kutazama presha katika muonekano wa chati inaonekanaje, kwa sababu kama nilivyoambia kwamba ni useless kama utasoma usielewe kwamba unaenda kuyatumiaje kwenye chati. Ah, tulijifunza jana kwamba chati tunaitazama, I mean pressure tunaitazama kupitia footprint zake, ambazo tukasema kwamba kuna distance, kuna follow through, kuna continuation, kwamba sasa nikasema ijapokuwa lengo letu ni kuintroduce tu concept ya pressure hasa hasa kwa ajili ya observation, nikasema tutakuja kuirudia katika moduli nafikiri ya 7 au ya 6. Uh, nikataka tulinganishe chati mbili katika time frame, hata time frame moja tu, masio chati mbili, au tulinganishe mionekano miwili ya ambayo tunaweza tukatumia kuisoma pressure, lakini vyote vikawa viko kwenye uelekeo mmoja, kwa sababu tulisema kwamba direction peke yake inaweza ikakudanganya, ila pakiwepo na pressure, ukisoma nyuma yake kukiwa na pressure, inawezekana kabisa ukaweza kung'amua kile kinachoendelea. Tuchukulie tu kwa mfano hapa, tuchukulie hapa nilikuwa nataka tuchukulie hili eneo hili hapa ambalo kendo zake zinatuonesha kwamba ni bullish. Hili hapa kuanzia hii kendo na hii hapa, ukitazama kuna kendo ngapi hapo Daudi? Nataka kwa sababu Daudi asipoona, maanake wengine wote itawezekana kabisa kaa Daudi akiona, maanake wengine wote mtakuwa mmeona. Daudi, kuna kendo ngapi hapo? 1, 2, 3. Naona 3. Pasco, unaona kendo ngapi ambazo nimezi highlight? Utakuwa kashao. Mwalimu, Unaona kendo ngapi nilikuwa Pasco? 6. Daudi anaona 3, umeona 6. Baraka amepona. Baraka, unaona kendo ngapi? Mwalimu, shikamoo. Maraba. Pole se. Nimepona, namshukuru Mungu. Ndio. Pia
kuna kendo naziona kama hazijajaa, hujaichukua hujai-highlight kendo nzima. Kujaa Ulizozichukua nzima kabisa ziko ku- 1, 2, 3, 4, kujaa ila vipi? kuna hii ya 5 na ya 6 naona umezi-highlight katikati, Uchukulia na sijajua hizo tu. na hizo ambazo zimekatwa katikati, kwa sababu hii nani, hii rectangle hii inafuata kuanzia katikati ya kendo, ila lengo ni Kendo 6. kendo sita. Daudi, unakubaliana kwamba ni kendo sita au bado unaamini kwamba ni tatu? Sio kuamini, unaona ni tatu. Daudi, hapa sio formula waanze kupiga hesabu hapa. Hesabu tuambie, unaona kendo ngapi? Mimi kiukweli mwalimu, ni viungo Mm. vitatu hapo katikati. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naona 7 sasa. mwanzoni umeona tatu, sasa hivi saba. Okay, sawa. 1, 2, 3. Labda nilichotumia ku highlight kikawa kinawezekana kikawa kimemchanganya Daudi. Nifanye hivi, kutoka hapa hadi hapa kuna kendo ngapi ambazo zimeunganishwa na huu mstari ndio weka trend line hiyo? 1, 2, 3, 4, 5. Hmm? 1, 2, 3, 4, 5. Ziko tano. Ndio. Mwalimu, Naam. hapo nitakuwa yani ni Mirembe kitengo maalum. Wewe unasemaje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbona zipo 6? Sawa, Mbona asemi tusishindanie anasemaje? idadi. Manga, unaona ngapi kwanza? Hapo mwalimu, mimi naona kendo zilizokuwepo hapo Eh, ziko kendo sita hapo. okay, sawa. Haya, nabadilisha swali kutoka hapa kwenye hii swing low mpaka kwenye hii swing high. Hapo swing low inaonyesha ni bei yake ni 40 ngapi? 44.28. Tuachane na pointi 44.28. Alafu swing high 44.75. Ni pips ngapi? Feruzi, ni pips ngapi hapo? Halo? Ni pips ngapi kutoka 44.28 mpaka 44.75? Ni naitafuta ya imeanza 28. Ni kwenye ngapi hapa? Kwenye 28. Huku kusoma kulia kabisa, huku pameji highlight kuanzia 24, 44.28 hadi 44.75. Kwa hiyo 28 kwa 75. Mm. Kama 51 hivi. Kama 51. Kuna mwingine anajibu tofauti? 47. 47. Mimi hapo mwalimu naona 47. Ya, mwenye 47 yuko sahihi. Okay, sawa.
japo kwenye gold hapo tunasema ni 470, si ndio? 470 ndio itakupa hizo pips ambazo itakupa hiyo hiyo thamani ambayo ungeiona kama 47. Ila ukisema tu pips 47 gold pale utakuwa umeikosea heshima. Ni pips 470. Ninachotaka tukione sio hata idadi ya pipsi ama sio idadi ya kendo sana. Ambacho nataka tukione, tukilinganishe sasa kwamba hapa tumepata kendo 6 pipsi 470. Tutazame eneo jingine ambalo nalo ni bullish kama hivyo hivyo. Kutoka hapa hadi hapa tuna kendo 1, 2, 3, 4, 5, ila tukiunganisha sasa hadi hapa inatuonesha ni kutoka 43.79 mpaka 45.51. Pipsi ngapi Daudi? Waga huko haraka kwenye hesabu. Pipsi ngapi hapo? Nitoe. Kama nyingi Kwa mia hiyo sabini mia moja sabini na mbili hapo. Eh? 172. 172. Ngapi? 172. Tutakuwa tumeheshimisha gold. Taja katika mfumo ambao nimeitaja hii hapa. Maanake kama ni 172 kwa upande wako unaongeza na 0 mbele. 1720. Yes, 1720. Sasa ndio maana nikasema kwamba jana kwamba sio idadi ya kendo, kwamba zote hapa ni bullish na hili eneo ni bullish pia, zote ni uptrend, lakini state ni tofauti. Hapa kuna pressure kubwa kuliko hapa. Hizi hapa zina follow through na zina distance, lakini hizi hapa ukitazama hazina distance kubwa kama ambayo iko hapa. Baada ya kumalizika hii expansion kutoka hapa hadi hapa, nini kilifuatia? Direction ilikuja ikabadilika. Feruzi, unasemaje? Direction bado ni ile ile. Direction iliretrace kidogo kisha ikaendelea na bullish. Vipi ilipomalizika hii hapa? Direction imebadilika. Direction tukapata reversal, tena ni kali tu. Kwa sababu gani? Underlying pressure iliyokuwepo ndani haikuwa reflected na bullish candles, kwamba hapa
Buyers walikuwa wanang'ang'ana kujaribu kuteki control, lakini ndani kwa ndani walikuwa wanazimwa. Ndio maana nguvu yao haikuonekana ikiwa ni kubwa. Walikuwa wanajaribu kuwajibu hawa sela ambao walikuwa wamedominate kuanzia huku, lakini tunapata kwamba candles zinakuwa printed bullish, lakini ndani kwa ndani hidden power, hidden pressure inaonekana ni bearish. Ndio maana baada ya muda wakawa suppressed, jamaa sellers wakateki control. Ila hawa hapa, hata seller alipokuja kujaribu, nguvu ambayo kaionyesha seller hapa, usingeweza kumwamini kwamba sasa hivi tuseli sasa, akikabiliana na hawa jamaa ambao walikuwa wanaonyesha sense of urgency kuipandisha price. Nguvu walioionyesha sela hawa hapa inakaribiana kabisa na nguvu walioionyesha hii baya hapa. Ndio maana wote wakaja kushindwa. Hawa hapa baya walipokaza, ngoma ikaendelea. Sela walipokaza, tayari wakamezwa na tukio moja tu, kendo moja tu, ikamaliza kazi walioitumia masaa mangapi? Masaa 6 kuweza kufanyaje? Kuonekana wamedominate. Unaweza ukadominate, lakini huna nguvu, huna pressure ndani yako, huna pressure. Ni kana kwamba jamaa wanakusubiri tu kwamba ifike bei nzuri. Sela wanasubiri kwamba muipandishe bei nzuri ili sisi tupate bei nzuri ya kuuzia. Hapa wakaruhusu tu buyers kwamba muishushe ili tupate bei nzuri ya kuingilia, ili tuweze kufanyaje? Ili tuweze kuendelea. Kwa hiyo follow through, ngoja nifute hii, kwamba yes, inafika sellers wanajaribu, lakini pale pale buyer wana take control kwa speed and distance zinatawala. Buyers hapa walionyesha wana sense of urgency. Urgency ni kipengele kikubwa ambacho kinahitaji mada yake, tutakiweka kwenye mada yake nzima, lakini kwamba inaonyesha wana uharaka, hawawezi kusubiri bei nzuri ya kununulia. Kwa hiyo zinakuwa na follow through. Kule ilipofungia ndipo inapoanzia kendo nyingine. Ni kama agency ilionyeshwa na sela hapa kwamba kuna distance kubwa zinazofanyika. Risali moja tu linamaliza kazi yote ambayo imefanywa kwa masaa 6 hapa. Kwa hiyo pressure tunaisoma kupitia distance and speed. Tunajua kabisa kwamba kuna pressure eneo hili hapa. Tunaona kwamba pressure ni kama iko sawa tu, lakini inakuja kuonesha sasa kwamba sense of urgency, pressure inaonekana kuanzia hapa. Maana yangu nini? Kwamba kuna uelekeo, kama ni uelekeo unaotakiwa kuuamini, sio tu kwamba inashuka, lakini inashuka ikiwa ndani yake na presha ambayo itakukonvinsi kuweza kuamini huo uelekeo. Yes, hapa ungeweza kusema kwamba nabai kwa sababu naona kuna kendo 3 zimefululiza labda za bullish, kwa hiyo buyers wanaonekana wameteki control. Ila buyers wenyewe ambao unawatrust, nguvu yao ndo kama hiyo.
Kwa hiyo haiwezi kukukonvinsi kuweza kuriski pesa yako katika mazingira kama haya. Kwa hiyo pressure haiko determined tu kwamba na kendo zimekuwa za uelekeo mmoja. Kendo ni bullish, basi kuna bullish pressure. Kendo ni bearish, basi kuna bearish pressure. Hapana. Maana yake pressure sasa tunapaswa tuitambue kwamba pakiwepo na pressure ambayo ni bullish, tutaona speed, tutaona distance kubwa zikiwa zinajengwa na price. Maana yake tutaona sense of urgency. Niliwaambia kwamba modo yetu huwa ina mambo matatu tu ambayo tunayaita padi. Pressure ndio cha kwanza kabisa. Acceptance, kwamba price labda ilikuwa inaenda huko, ni level ya mbele kidogo kwa hiyo hata usipoelewa sasa hivi sio shida, kwa sababu ni mbele sana, bado sana. Maanake sasa hivi bado tuko kwenye foundation tu. Kuanzia hapa hadi hapa, yes, zoni buzi walionekana wamefanyaje, wametawala, lakini yes, hawakuwa na pressure, lakini walikuwa na imove price kwenda juu. Pressure delivery state inakuja kubadilika pale ambapo price inakuja kuwa chini huku. Delivery state, hali gani sasa hivi price ina deliver bullish ama ni bearish? Inakuja kubadilika huku, maana yake imechange state of delivery kuwa bearish baada ya kufanikiwa kumeza hawa buyers walipoanzia. Je, acceptance nani vipi? Kwamba sasa price mnada umekubali kutumia bei chini ya hii bullish iliyokuwepo, state ya bullish iliyokuwepo. Kwa hiyo sasa maana yake price iendelee kuwa chini huku, maana yake imeaccept kutumia bei ya chini in relation na bei iliyokuwepo huku. Tumesema padi: pressure, acceptance, delivery, quality. Quality naionyesha tu, lakini sio ni vitu ambavyo tutahitaji kukaa kidogo tuweze kuelezeana ili uweze kuvitumia. Quality hii hapa na hii hapa ni vitu viwili tofauti. Hii na shadows nyingi. Shadow maana yake nini? Eneo lina reject price, na explore, inakuja lakini inarudishwa, inakuja inarudishwa. Maana yake button kali hapa. Uwezi ukasema kwamba sellers wamedominate. Yes, wana print, price ina print bearish candles, lakini bado kuna vita. Inakuja buyers wanajibu, inakuja inajibu. Tofauti na huku ilionekana kwamba ni smooth bearish, ambayo iko smooth. Wanajaribu kama hapa, lakini haina afya. Lakini hizi hapa inaonekana kabisa kwamba delivery state imekubali, haina ubishi wowote. Ndio maana tunapata continuation nzuri. Kuna swali mpaka hapo? Kwa kitu tu cha kuangalia, sio cha kutrade. Mwalimu, Naam. kwa kutumia hiyo fakta moja ya pressure, mimi ningeomba kwa hata hii chati sasa, mimi nafanya analysis kwa hiyo fakta moja hiyo. Ndio Tuchukue chati yetu labda kwa time frame ya day 1.
ili tuisome chati yetu alafu tutoe maamuzi, yaani tujiridhishe kwamba ni kipi sasa, uelekeo wetu ni upi. Kivipi? Langu sijui, labda labda mimi ndo sijaeleweka, Mm. yaani na Ehe, umepotea Daudi kama bado unaongea. chati hii tuchukue chati moja, inawezekana ni hii ambayo tulikuwa tuna frame, mimi nimetumia ya day one na kwa hiyo factor moja hiyo ya pressure. Niweke day one, nimeweka day one tayari hapa. Day one hapa. Mhm. Kisha tufanyaje Daudi? Hausikiki kama unaongea. Hebu mwalimu ikuze. Nikuze, nirefushe au ninenepeshe? Nenepeshe. Nenepesha au kurefusha? Kurefusha ni hivi. Kwa hiyo time frame ya day one imeishia hapa, si ndio? Leo ni hapa. Mhm. Unatakaje sasa? Daudi, kama unaongea umepotea tena au unatafakari? Mwalimu, Eh, mwalimu, mimi kwenye hii chat naomba wenzangu wanisaidie. wakusaidie nini? Hapa kama ni mtu anafanya analysis, yeye atatoka na conclusion ipi? Eh? Mwalimu, Naam, Pasco, umemwelewa Daudi? mimi nimeelewa anachokitaka. Kazi yake anataka atuchallenge sisi, yaani sisi tumeelewa vipi kuhusiana na masuala ya pressure, yaani kwamba ufungue hiyo chati Mm. utafute sehemu afu sisi tuielezee, si ndio hivyo kaka? Au Muielezee nini sasa? yaani tufanye hiyo analysis, si ndio kuelezea? Muweze kupredict kwamba price in real time itaenda chini au juu. Nahisi ndo anamaanisha hivyo. Daudi, ndio hicho anachokimaanisha. Ndio, ndio mwalimu. Okay, cha kwanza unapotrade day one, yaani unapotrade leo, ni kama tuseme kwamba huwezi ukajitazama ukiwa ndani ya kioo, si ndio? Ndani ya frame ya kioo afu useme kwamba ujitazame, kwamba huwezi ukatumia chati ya diwani kupredict diwani, kwamba kendo ya diwani itafanyaje. Ndio maana unatakiwa sasa utumie time frame ya intraday, time frame ndogo kuliko hiyo, ili uweze sasa kuweza kupredict, kwa sababu Daudi, kama hujui dakika moja mbele uelekeo ni upi, utawezaje kujua masaa 24 mbele uelekeo utakuwaje? Kwa hiyo ukitumia diwani, kwa sababu tuseme kwamba labda tuseme price inatakiwa kuja hapo, inaweza ikatumia siku mbili kuja hapa. Yes, itakuja ile ikatumia siku mbili, leo labda ikaishia hapa, kesho ikamalizia. Kwa hiyo vinginevyo sasa, kwamba maana yake ukitumia diwani mara nyingi sana
ukajaribu kufanya forecast, maana yake tunataka kuona angalau kwa wiki hii itakuwaje, kwa mwezi huu itakuwaje, diwani inafaa. Ila unapotaka kutabiri kufanya direction ya leo kwa leo, unashusha time frame ili uanze kujua sasa kwamba toka hapa nilipo price itaenda kwa stage gani, kwa hatua gani. Tukisema tu kwamba itashuka kwa sababu kuna bearish pressure, lakini ndio maana nikasema kwamba yes, hiyo concept yako ni kwamba watu wengi huwa wanaweza kujiita kwamba mimi ni position trader, mimi ni kwamba naweza nika trade labda time frame kubwa, time frame ndogo anakuambia it's too noise, siwezi kutrade M1. Lakini kama huwezi kutrade kuanzia hapo ulipo, utawezaje kutrade ya kesho? Kama hujui tu dakika moja mbele, utawezaje kujua siku tatu mbele? Kwa hiyo lazima uivunje vunje ili kuweza kurahisisha kazi yako. Sasa umenipata hiyo concept? Kwa sababu ukisema tu nitumie diwani, tayari diwani kendo ni hii hapa na inashuka. Sasa utasemaje? Sasa si maana yake useme tu kwamba inashuka na tangu jana inashuka, maanake tayari pale nimeshatabiri kwa muonekano tu. Ila tukivunjavunja sasa kwamba tukaenda labda kwamba M5 ni iko ndani ya diwani, kwa hiyo bado tunakuwa hatujakwepa swali lako. Hii hapa M5 na siku ya leo imeanzia hapa. Session inayofuata inanipigia alarm kila wakati kwamba muda wake umefika, ila hii bado ina dakika 6 inaturuhusu. Siku ya leo imeanzia hapa Daudi, gap ya kendo ya jana na ya leo hii hapa. Sasa hivi tuko Tokyo. Kwa hiyo hata kama unataka kutrade kupata tu setup moja ya siku nzima, bado utatakiwa utumie time frame ndogo, kwa sababu price itaenda kwa stages. Stage ya kwanza kwamba imeanza, unaanza sasa. Tokyo ilipoanza, Tokyo inaanza saa ngapi? Wewe mwenye swali lako. Pasco, nisaidie Pasco. Wewe si tumesoma jamani? Mwalimu, Tokyo huanza kwa masaa ya Marekani. Kwa masaa ya Marekani saa 19 jioni, yani ni saa 1 jioni, si ndio hivyo? Na kufungwa saa ngapi? Tokyo saa 10 usiku. Saa 19 ni hapa. Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 22. Si ndio? Yamepita masaa matatu tangu Tokyo ianze, si ndio? Kwa hiyo session ya kwanza Daudi, tutakuja tujifunze kiundani. Session ya kwanza tunaitumia, tunasema ni build up session. Mara nyingi hata hatuitrade Tokyo session. Inatuonesha sasa range ya siku, range ya kufanyia kazi inaanza inapatikanaje. Maana yake muda mzuri ambao tunakuja kuanza kutrade baada ya Tokyo. Yes, Feruzi. Feruzi, ongea. Mi changamoto yangu hiki kitu nilikuwa najiuliza sana. Hii time frame ya chini kwetu sisi hatuwezi kuset time kama ya kwetu. Sasa tunafata time ya New York au inakuwaje? Rudia swali. Umeona huku chini kabisa time inapoonesha hapa
ya Eh. ina maana sisi hatuwezi kuweka time ya kwetu, sisi tunafuata ya kwao wao, au Sio inakuwaje? kwamba hatuwezi, ila tunapaswa kuelewa soko kwa kutumia masaa yao. Hayo masaa yao ndio nayabadilisha kuwa masaa ya kwetu. Kwa maana gani? Kwamba soko linafata ratiba ya Marekani, kile kinachoendelea Marekani ndio mtawala. Lakini ishu sio kuseti hapa. Kama ingekuwa ni kuseti, ningeseti tu masaa yetu hapa. Unaseti masaa ya GMT ngapi? Si tuko GMT 3 positive Basi 3, ya si ndio? ndio. Unaweza ukaja hii yote, maana yake kuanzia 3 hii hapa, ukachagua yoyote. Unaweza ukaipata Nairobi ama Cairo ama Istanbul, wote ambao tuko nao GMT 3. Kwa mfano Nairobi hii hapa ndio masaa yetu. Nikiseti hapa tayari natuonyesha saa 10 na ngapi? Saa 11 sijui na dakika 34, si ndio? Okay. Kwa hiyo ni masaa yetu, lakini hayo masaa yetu ni useless kama hujui masaa ya Marekani, kwa sababu ndio ratiba ya soko. Okay. Kwa hiyo sasa, ndio maana nikasema kwamba mimi muda wote nimejizoesha kuyatumia masaa halisi ya soko ya New York, ambayo ni kwa sasa ni -4 UTC. Hiyo hapo. Kwa maana hiyo sasa Tokyo itaenda, achana na kwamba itaisha ile saa 6, ila kimasaa tunaenda mpaka saa 00 Marekani. Maana yake Tokyo pale saa 00 ni wapi? Hapa hapa tayari ndio tunapata range ya kutumia kwenye siku kwa Tokyo. Sasa maana yake kama ingekuwa inaishia hapa, maana yake tungefanya hivi. Hii ndio kwangu mimi tayari na nani default, maana yake Tokyo low, alafu hii hapa itakuandikia Tokyo high. Tayari unakuwa umepata range ya kwanza kutumia. Sasa maana yake muda ukifika sasa hapa, ambapo kwetu sisi ni saa 1 asubuhi, hapa ndipo unaweza ukaanza kutrade sasa. In relation to nini? Nimepata padi sasa, acceptance price inataka kutrade chini ya Tokyo ama price inataka kutrade juu ya Tokyo. Maana yake pale ndio inakuwa imekurahisisha.